I wish to speak to you, the proud people of Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa ujumbe mzito kwa wananchi wa Irani kufuatia mashambulizi makubwa ya kijeshi yanayoendelea chini ya operation ya kijeshi iitwayo Operation Rising Lion. Kupitia taarifa rasmi aliyoitoa, Netanyahu amesema operation hiyo inalenga kuharibu kabisa uwezo wa kijeshi na nyuklia wa utawala wa Kiislamu wa Irani ambao ameutaja kuwa wa kikatili na kikandamizi. Katika hotuba hiyo yenye hisia kali, Waziri Mkuu wa Israel amewahimiza wananchi wa Irani kuamka na kusimama dhidi ya utawala huo alioueleza kuwa umeikandamiza Irani kwa karibu miaka 50. Katika saa 24 zilizopita, tumewang'oa makamanda wa juu wa jeshi, wanasayansi wakuu wa nyuklia, kituo kikubwa cha usafirishaji wa nyuklia na sehemu kubwa ya makombora ya Irani, amesema Netanyahu. Ameendelea kwa kusema kuwa hatua zinazochukuliwa na Israel si dhidi ya wananchi wa Irani, bali dhidi ya utawala wa kidini unaoendeleza mateso, umaskini na ukandamizaji kwa watu wake. Mapambano yetu si dhidi ya watu wa Irani, bali dhidi ya utawala wa Kiislamu unaowatesa na kuwaumiza. Taifa la Irani na Israel yamewahi kuwa marafiki tangu enzi za Koreshi Mkuu, amesema Netanyahu. Amesisitiza kuwa huu ndio wakati wa wananchi wa Irani kuungana, kusimama kidete na kutafuta uhuru wao. Kwa kutumia maneno maarufu ya vuguvugu la wanawake nchini Irani, Netanyahu alimalizia kwa kusema kuwa mwanamke, maisha, uhuru, zan, zendegi, azadi, watu mashujaa wa Irani, mwanga hushinda giza. Mashambulizi ya Israel dhidi ya miundombinu ya Irani yameibua taharuki kubwa katika Mashariki ya Kati, huku dunia ikifuatilia kwa ukaribu mwelekeo wa mzozo huu hatari unaoonekana kuingia kwenye sura mpya ya mapambano ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Sasa taarifa hii ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekuja hivi punde tu usiku huu kufuatia Israel ikijiandaa kwa ajili ya kuweza kutega mifumo yake ya ulinzi ili kuweza kupambana na makombora ya Iran ambayo usiku huu yanadindima katika maeneo ya Tel Aviv. Na taarifa za awali kabisa zimeripoti kwamba Irani imerusha baadhi ya makombora, japokuwa taarifa hizi Israel haijaweza kuthibitisha moja kwa moja, lakini ikisema kwamba kuna makombora ambayo yanasadikika kwamba yameweza kutokea nchini Irani usiku huu wa leo, lakini vile vile wanaendelea ili kujiweka sawa na kutoa taarifa za tahadhari kwa wananchi wake kuweza kukaa maeneo salama. Sasa mtazamaji, tufuatilie kila siku uweze kufahamu nini ambacho kinakuja kufuatia mzozo huu unaozidi kupanua mabawa yake kila baada ya muda mchache. Hii ni Zone Media.